Bwana Yesu asifiwe. Mpenzi mtazamaji, asubuhi ya leo ninaomba kukusalimu katika jina la Yesu Kristo. Unjambo, karibu sana katika kipindi cha manyunyu ya baraka siku ya leo, asubuhi ya leo na hii wiki yote, maana unajua kwamba kila asubuhi masaa kama haya tunakuletea neno la Mwenyezi Mungu, nyimbo za kumtukuza, za kumsifu, na pia maombi ambayo huwa unaombewa na mtumishi wa Mwenyezi Mungu ili ukaweze na kuanza siku yako ukiwa umebarikiwa, akiwa amepeana haja zako zote mbele za Mwenyezi Mungu. Hivyo basi, kwa asubuhi ya leo, karibu sana tukaweza na kupokea yote ambayo Mwenyezi Mungu ameweza na kumwandaa mtumishi wake nayo. Mimi hapa ni Pastor Lucy Michael, nikimkaribisha mtumishi wa Mwenyezi Mungu ambaye tutakuwa naye siku ya leo na hii wiki yote, ambaye anafahamika kama Pastor Mary Kamau kutoka kanisa la ABC Kiatineni Pastorate Machakos Sub-Headquarters. Nikitumai kwamba kila asubuhi utakuwa tayari kabisa ili ukaweze na kuogelea ndani ya haya manyunyu ya baraka, ili ukaweze na kuzipokea hizo baraka kwa wingi. Karibu sana, tubarikiwe kwa pamoja. Wapendwa watazamaji, naomba kuwasalimu kwa jina la Yesu asubuhi ya leo. Hamjambo? Nami si jambo. Karibu katika ibada ya asubuhi ya leo ili tukaweze kubarikiwa kwa pamoja, na tuombe. Asante Mwenyezi Mungu kwa ajili ya wema na fadhili zako ambazo umetenda nasi asubuhi ya leo. Tunasema uhimidiwe Baba wa mbinguni na utukuke ukiwa mahali pako patakatifu. Twaomba uongozi wako, twaomba baraka zako, twaomba kimbali chako Baba wa mbinguni kikawe juu yetu, na hata tuendapo kusikia neno la asubuhi ya leo ambalo litatuongoza siku mzima. Twaomba Baba wa mbinguni ukanene nasi kwa sauti ambayo tutaweza kuisikia, na hata kwa lugha ambayo tutaweza kuielewa kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Nena nasi na neema yako itutoshe. Na ni kwa Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu tumeomba. Amina. Tutaenda kupata wazo la asubuhi ya leo kutoka katika kitabu cha Yoeli sura ya 2 mstari wa 12 hadi ule wa 13. Yoeli sura ya 2 mstari ni wa 12 hadi ule wa 13. Tusome kwa pamoja. Lakini hata sasa, asema Bwana, nirudieni mimi kwa mioyo yenu yote, na kwa kufunga, na kwa kulia, na kwa kuombelea. Rarueni mioyo yenu, wala si mavazi yenu. Mkarudie Bwana Mungu wenu, kwa maana yeye ndiye mwenye neema, amejaa huruma, si mwepesi wa hasira, ni mwingi wa rehema, na yeye ungairi mabaya. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Ni asubuhi njema ambayo Mungu ametujalia, na hii wiki tutakuwa kujitafakari na kumkaribia Mungu. Hiyo ndio ambayo itakuwa mada yetu wiki mzima, ambayo ni mada kuu, kujitafakari na kumkaribia Mungu. Wakati mwingine tunaenda mbali na Mungu, na ndio maana tumepewa hiki kipindi ambacho kinaitwa kipindi cha Kwaresma, kwa njia nyingine ya Kiingereza ambayo ni Lent, ili tumkaribie Mungu na tujitafakari jinsi ambavyo tumeenda mbele za Mungu, na tumkaribie na tumrejee. Hapo tumesoma somo letu la siku ya leo. Tumeona ya kwamba kuna toba ambayo mada ya asubuhi ya leo itakuwa toba ya kweli ambayo inamguza Mungu. Kuna toba ambayo toba nyingi ambazo tunafanya ambazo zinakuwa hazinguzi Mungu, maana tuko na katika toba ama tuko katika maombi, lakini tunaomba maombi na hayo maombi hayamfikii Mungu. Yanakosa kumfikia Mungu kwa maana tumeambiwa Mungu ni mwingi wa rehema, ni Mungu amejawa na huruma,
na ni Mungu ambaye hata tukimkaribia na tukijitafakari na kumrejea, yeye anaturejea. Kipindi hiki ni kipindi ambacho ni cha kuomba kwa dhati, ama kutafuta uso wa Mungu kwa dhati. Lakini wakati mwingine huwa tunapenda sana kujionyesha kwa nje, ama kwa mavazi, kwa vile sisi tunafanya matendo yetu, lakini tunakosa kubadilika mioyoni mwetu. Na ndiyo maana ili neno linatuita, ni mwito wa kutuita ili tukaweze kubadilika mioyoni mwetu, ambayo inasema turarue mioyo yetu yote, bali sio mavazi. Kwa hivyo hiyo inatuhimiza ya kwamba Mungu anazungumza nasi kindani, ambapo ni ndani ya mioyo yetu, ambayo tunaambiwa tufanye toba ambayo inamguza Mungu. Tufanye ndani ya mioyo yetu na tusafishe mioyo yetu, ikuwe safi, ikuwe ya kumpendeza Mungu, na ikuwe hata Mungu anafurahishwa nasi. Kwa maana Mungu anasema anahitaji moyo uliovunjika, na tutavunjika wakati ambapo tunanyenyekea mbele za Mungu. Na tukinyenyekea mbele za Mungu, anatuambia nirudieni kwa mioyo yenu yote. Neno la kwanza Mungu anatuambia, ambayo ni jambo letu sisi zote ili tukaweze kulifahamu na kulijua. Anatuambia nirudieni kwa mioyo yenu yote. Hapa Mungu anataka turarue mioyo yetu, tunyenyekee mbele zake, kwa maana yeye ni mwingi wa rehema, yeye ni mwingi wa huruma, na yeye hungairi mabaya, hapendi kutufanyia mabaya. Anatuambia tumkaribie na turarue mioyo yetu kwa njia ya kumrudia, naye ataweza kuwa pamoja nasi na ataweza kusikia maombi yetu. Jambo la pili, sio kurarua mavazi. Ametuelekeza, neno la Mungu limetuelekeza ya kwamba sio kurarua mavazi, lakini ni kurarua mioyo yetu. Toba ambayo tufanye maombi ambayo yatampendeza Mungu, maombi ambayo hata tukifunga, tukimuita Mungu, tukitafuta uso wa Mungu, atapendezwa nasi na ataweza kutusikia na ataweza kufanya kama vile ametuelekeza. Tutamuita na ataweza kutusikia na ataweza kutujibu kilio chetu. Tusirarue mavazi, mbali turarue mioyo, kwa maana tukirarua mioyo yetu na roho zetu ni kubadilika kimatendo, kubadilika kitabia, sio kurarua mavazi ama kubadilika kinje, lakini tubadilike kindani. Ndipo hapo tutampendeza Mungu, na hata tukiomba ataweza kusikia maombi yetu na ataweza kutujibu. Jambo la tatu, Mungu ni mwenye rehema na ni mwenye huruma. Hata kama tuko na makosa aje ama kiasi gani, Mungu anasema ni mwenye rehema na ni mwingi wa huruma. Kwa hivyo atatuhurumia hata tukikuja mbele zake, tukimuomba msamaha, kwa maana hakuna maombi bila msamaha. Kwa hivyo ni lazima tumuite atusamee ili tukaendelee na kuomba maombi yetu na tuendelee kujinyenyekesha mbele zake kwa njia ambayo ni ya kuvunjika mioyo yetu, na kwa njia ambayo ni ya kupendeza, na yeye atapendezwa nasi na atazidi kusimama nasi. Toba ya kweli ni toba ambayo tunaomba ili tusamehewe, na zaidi ya yote tunaomba ili turejeshwe, kwa maana huenda ukawa tumeenda mbali na Mungu, na Mungu anatuita, anatuambia tufanye toba ambayo inamgusa yeye, tufanye toba ambayo inampendeza yeye, tufanye toba ambayo pia tukiomba tutasikia maombi yetu imefika kwake, na ataweza kutusamee na ataweza kuturejesha kwake na kutuleta karibu naye. Bwana, kwa hivyo tuombe Mungu, tukaribie karibu na Mungu, na tuombe Mungu atutakase ndani ya mioyo yetu ili atuondolee mambo ambayo hayafai.
tuwe watu ambao sio wanafiki, watu ambao sio wakujipendekeza, lakini ni watu ambao wakupendeza Mungu, na watu ambao wamenjawa na upendo wa kweli kwa Mungu, na watu ambao wanatafuta Mungu ndani ya kweli na ndani ya roho. Kwa hivyo ni lazima tujinyenyekeshe mbele za Mungu wakati kama huu ambao ni wa Kwaresma, wakati kama huu ambao ni wa kukaribia karibu na Mungu, wakati kama huu ambao ni wa kutubu, na Mungu anatuambia tukitafakari hayo yote na tukimkaribia Mungu, Mungu ataweza kukaribia hata yeye karibu nasi, na ataweza kutuletea mabadiliko, na zaidi ya yote ataweza kusikia maombi yetu ambayo tuombayo. Asante kwa ajili ya kusikiliza. Mungu atubariki na ambariki neno lake. Amina. Tuombe. Asante Mwenyezi Mungu kwa ajili ya wema na fadhili zako. Umekuwa pamoja nasi kipindi hichi, Baba wa mbinguni, cha neno lako. Umetuongoza Baba wa mbinguni. Tunasema uhimidiwe na utukuke ukiwa mahali pako patakatifu. Zidi kutubariki wakati kama huu tunapoendelea na kujisongesha karibu nawe Baba wa mbinguni, ukaweze kutukaribia na ukaweze kutuhurumia na ukatufanye wana katika ufalme wako. Kuwa nasi siku mzima, neema yako itutoshe. Kwa Yesu Kristo tumeomba. Amina. Anawaita watu ili wakaweze na kutubu, akisema kwamba nirudieni, yani kwa mioyo yenu yote. Mungu hataki kwamba tukaweze na kumrudia kwa moyo nusu, lakini tukaweze na kumrudia kwa mioyo yetu yote, tukaweze na kutubu na kuomba ili akaweze na kutusafi na kutusamehe, tukikumbuka kwamba huu ni wakati wa Kwaresma. Ni wakati ambapo tunafaa na kujipeana mbele za Mwenyezi Mungu, kuomba na kutubu kila wakati, kumlilia kila wakati, akaweze na kutusafi na damu ya mwana wake Yesu Kristo ambayo iliweza na kumwangika pale msalabani, ni kwa sababu ya dhambi zetu. Hivyo basi tutubu, ataweza na kutusamehe. Kumbuka kwamba Mwenyezi Mungu uchunguza mioyo yetu sana. Na Mwenyezi Mungu anahitaji mabadiliko ya ndani, sio mabadiliko ya hapa nje tu, ama maneno tu matupu ya kuongea. Hili hali ndani ya mioyo yetu sisi sio wasafi. Anaangalia ni mabadiliko yapi ambayo tumeweza kuwa nayo kuanzia huko ndani. Mungu ni mwenye rehema wakati ambapo tunakuja mbele zake na kuomba msamaha, hakika ataweza na kutusamehe. Kumbuka kwamba pia Mungu ni mwenye neema. Neema yake imetufunika, neema yake hutubeba kila wakati. Na pia Mungu ni mwepesi wa hasira na mwingi wa fadhili. Mwepesi wa hasira, yes, lakini cha kufurahisha mno ni mwingi wa fadhili. Ataweza na kutufadhili, ataweza na kutuona kama watoto wake, na ataweza na kutukumbatia, ataweza na kutukaribisha tena katika ufalme wake. Anatugoja. Wewe unangojea nini? Anambisha moyo wako, mlango wa moyo wako uko ndani. Je, unangoja nini asubuhi ya leo? Ninaamini kwamba hilo wazo limeweza na kutubariki na umeweza na kujifunza mengi. Jipange. Kama uliweza na kutoka katika njia za haki, ukaweza na kumrudia Mwenyezi Mungu, ataweza na kukukubali tena, na pia kukubariki. Na Roho Mtakatifu ataweza na kukusaidia vile ambavyo utaweza na kuishi ukiwa hapa katika uso wa dunia. Ninakutikia wakati mwema, siku njema. Tupatane hapo saa 3:30 usiku ili tukaweza na kubarikiwa tena kupitia marudio ya hiki kipindi. Bye bye.